Katika siku hizi za uchumi mgumu, watu wengi wanatafuta njia za kujipatia mapato. Shikamana partner, je, tunapaswa kufuata mfumo wa mito mingi ya mapato au kuzingatia mto mmoja wenye nguvu? Leo, tutachunguza mafundisho ya Biblia kuhusu uwekezaji na uzalishaji wa mapato. Mithali sura ya 21 mstari wa 5, mipango ya bidii huja kwa wingi, lakini kila jambo la haraka huja kwa upungufu tu. Biblia inakubali mipango mbalimbali ya kifedha. Mfano wa Mfalme Sulemani alikuwa na biashara za meli, ushuru na zawadi za kifalme. Somo: Mungu hapingi mipango mbalimbali ya kifedha, ila yanapaswa kuwa na hekima. Matendo sura ya 6 mstari wa 4, lakini sisi tutajishughulisha kwa bidii katika kuomba na utumishi wa neno. Walevi walichagua kuzingatia kazi moja kuu. Mfano wa Yesu, alijifunza ufundi lakini alizingatia utume wake mkuu. Somo: wakati mwingine, kujikita kwa kitu kimoja kinaweza kuleta matokeo bora zaidi. Anza na moja. Luka sura ya 16 mstari wa 10, mwenye kuaminika katika jambo dogo, panua polepole. Mithali sura ya 13 mstari wa 11, mali inayopatikana kwa haraka, jihusishe na mambo unayoweza kuyadumu. Mithali sura ya 24 mstari wa 27. Kanuni kuu: usiweke yote yaliyo mikononi mwako kwenye kitu kimoja, wala usiwe mvivu kupanua mipango. Basi ndugu zangu, Biblia inatuambia anza kwa kujifunza kitu kimoja kwa uaminifu. Panua mipango yako kwa hekima na wakati wake. Kamwe usiache kutegemea Mungu katika mipango yako yote. Kama video hii imekusaidia, bonyeza like, share na mwenzi yako na maswali ya uwekezaji. Subscribe kwa mafundisho zaidi ya kifedha ya kibiblia.